Katika kipindi cha miaka 15 iliyopita tumeshuhudia maendeleo makubwa sana katika muziki wa Singeli ambao kwa hakika kwa hivi sasa wote tutakubaliana kwamba ni genre ya muziki ambayo imejipatia umaarufu mkubwa sana, na tangu mwanzoni mwa miaka 2000 aina hii ya muziki ilijipatia umaarufu jijini Dar es Salaam baada ya MCs kuanza kufanya ama kushiriki shughuli ndogo ndogo ambazo zinafahamika kwa jina maarufu kabisa vigodoro bwana. Hakuna scholarly work ama machapisho mengi ambayo yanazungumza kuhusiana na mwanzilishi wa muziki wa Singeli, lakini katika hayo machapisho machache ambayo yapo, basi msanii Jabir kwa maana ya Selman Jabir maarufu kama Msagasum ndiye mtu ambaye anatajwa kama mwanzilishi wa aina hii hapa ya muziki ambayo inafanya vizuri sana kwa hivi sasa. Singeli imejipatia umaarufu mkubwa kuanzia mwaka 2010 na wimbo wa Hainaga Ushemeji to me, ukiniuliza naweza nikasema ilikuwa ni blueprint ama ni roadmap ya mafanikio ya muziki wa Singeli kupenya mpaka kwenye mainstream. Na jina la msanii Manifongo, Amani Hamisi bana maarufu kama Manifongo linatajwa ama ndio mtu ambaye aliweza kuweka hiyo alama kupitia muziki wake ama track yake ambayo ni maarufu inafahamika kama Hainaga Ushemeji, ikafanikiwa kuweza kupenetrate kwenye mainstream media, na mpaka hivi sasa ambavyo tunazungumza kila kitu ambacho kinaendelea basi ni historia. Na hivi karibuni kumeibuka mjadala kuhusiana na muziki wa Singeli kuweza kupewa hadhi ya kuwa ama kubeba utambulisho wa muziki kutokea Tanzania, na watu wengi wamekuwa wakipishana kwenye mtizamo kuhusiana na hili swala. Wapo ambao wanaamini kwa Singeli inapaswa kubeba utambulisho wa muziki kutokea Tanzania kwa sababu namna ambavyo Singeli ipo ni aina ya muziki ambayo hauwezi ukaipata kwingine kokote tofauti na Tanzania. Lakini pia wako wale ambao wanadai haipaswi kuwa hivyo kwa hoja zao. Mmoja wapo wanadai kwamba ni muziki ambao ni wa kikanda kwa maana ya pwani, lakini pia wako ambao wanadai ni muziki ambao hauna maadili kutokana na ushairi wake kuwa na sometimes lugha tata kidogo, naweza nikasema hivyo. So hivi karibuni wakati wa uwasilishwaji wa hotuba ya bajeti ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Hamis Mwinjuma ambaye ni naibu waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo aliomba muziki huo uweze kusafishwa na kuwa utambulisho wa Tanzania. So tuko na Nati Brandi kutokea Hitzone anatupatia tathmini yake bana kwenye maendeleo ya muziki wa Singeli katika kipindi cha miaka 5, lakini pia maoni yake kwenye hili la kufanya muziki wa Singeli kwa utambulisho Tanzania. Je, ni sahihi kufanya hivyo? Bana, mambo vipi? Naitwa Nati Brandi and shukran sana kwa Bariton kwa kunipa wasaa kidogo kuzungumza kwa uchache kuhusiana na Singeli. Nitajitahidi tu niseme machache kuhusu Singeli kwa upande wangu, lakini kwa miaka 5 hii nafikiri Singeli ni moja kati ya muziki ambao unajua umetambulika kwa kasi yake, lakini pia ule uhalisia wa maneno, urithi wake kwa jamii, na ambapo unasema ni jamii ya Waswahili, Wazaramo, sijui watu wa Manzese, wa Mburahati, Tandale, wa Pwani huko na kadhalika. Lakini kwa upande wa vitu ambavyo mimi binafsi vimenivutia sana kwenye Singeli ni jinsi ambavyo actually wasanii wake wameweza kuwasilisha simulizi za maisha ya kila siku, especially kwa lugha ya Kiswahili, ambapo sasa hapo inachanganya ile misemo ya mitaani na vitu vingine vingi sana ndani yake ambavyo vinatupatia burudani pale ambapo unapata wasaa wa kusikiliza muziki wa Singeli, whether it's about mapenzi, uchumi, changamoto za vijana na kadhalika. Kwa upande mwingine naweza kusema ni moja kati ya muziki ambao umejaa utambulisho wa Kitanzania kutokana na mapigo yake, unajua kwa sababu ukifuatilia mfano kama Singeli sio kwamba ni muziki mpya sana kwenye masikio ya Watanzania ambao wengi wamefuatilia muziki toka kitambo hicho. Zamani Bariton kulikuwa kuna muziki unaitwa mdundiko. Mdundiko zilikuwa zinapigwa hizo ngoma, mimi nakumbuka hatari sana mdundiko, alafu kuna mdumange. Ni muziki fulani hivi ambao ukija kwa jicho lingine ndio unakuja kama kuipata humo sasa Singeli, kwa sababu mdundiko ulikuwa unapigwa kitaa, unapigwa mtaani, mnazunguka nao, ngoma inazunguka inapigwa hivyo namna hiyo. Lakini Singeli imekuja tu kuwa na utofauti wake kwa sababu ya mbio, ni muziki fulani wa kukimbia zaidi tofauti na ile ambayo tumeizoea. So ni muziki ambao actually unafanya vizuri na unapokelewa vizuri. Nimeshuhudia shows za baadhi ya wasanii
perform kwenye audience ambazo ni za tofauti, na unaona namna ambavyo vibe inakuwa kubwa, sio ya kawaida, which is very beautiful and nice. Na kwa sababu hiyo sasa, kitu ambacho mimi nakiona ni changamoto kubwa kwenye singeli ni maadili, kwa sababu before watu wengi sana wamekuwa wakiuchukulia muziki fulani ambao hauna maadili, lakini kuna baadhi ya wasanii ambao wanafanya muziki mzuri sana wa singeli ambao you can just listen hata ukiwa na mtu mzima, mmekaa mnasikiliza na mna enjoy muziki. Lakini kutokuwa kwake na maadili kwa baadhi sasa ya wasanii, ndio kitu ambacho kinafanya kama watu waendelee kuona kwamba muziki wa Kiswahili sana wa mtaani na nini na vitu kama hivyo. Lakini kama watafanyia kazi changamoto hizo sasa za kimaadili, nafikiri ni moja kati ya muziki ambao utafika mbali sana, bwana Bariton. Lakini ni muziki ambao umepokelewa vizuri sana. Nimepiga story na watu tofauti Rwanda, unamuiza mtu anakuambia ibana mimi napenda muziki ule wa singeli. Unakutana na wasanii tofauti wamekuja kwenye matamasha, unamuuliza anakuambia bana mimi nimesikiza ishu singeli, muziki mzuri sana, nimeupenda sana. So unaona kabisa kwamba ni muziki ambao una identity yake ya kitofauti, na nafikiri ndio kitu ambacho kinafanya watu waipende singeli. Kwa hiyo kiuhalisia tu mimi naweza nikasema ni burudani na ni harakati pia ambayo imefanya tulikuwa tunaona zile singeli to the world. Na of course imeenda kwenye dunia, na dunia imetambua kwamba kuna muziki wa singeli. Kuna watu wanapiga tours non-stop za singeli tu kwa Maulaya wapi. Kwa hiyo unaona kabisa ni muziki mzuri ambao unaendelea kutambulisha utamaduni wa Kitanzania na kisanaa pia ya Tanzania. Okay Nati, thank you.